tujifunze inaitwa imani inayoponya. Imani inayoponya. Kwa lugha nyingine ni imani inayofanya mambo makubwa. Uponyaji ni sehemu ya mambo makubwa ambayo imani inaweza kufanya. Natamani ukitoka kwenye somo hilo, hata kama ulikuwa hujawahi kuwaza mambo makubwa, anza kuwaza mambo makubwa. Cha kwanza ni marufuku ugonjwa kwa ndani yako. Ukiona dalili zozote za ugonjwa, natamani ucheke misingi ya imani ya kusimamisha Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nimekuja kwenye ibada, mafua yamenikamata, sio yanatokea wapi. Nikamwambia shetani, unapoteza muda. Kwa siku chache kwa zinatoa makamasi, mimi nilikuwa najua ni mzima. Na ukiniuliza nikwambia ni mzima 100%. Kwa imani ni uwezo wa kuona mambo jinsi Mungu anavyosema. Haijalishi kipo katika mwili au hakipo. Kwa sababu Mungu kabla hajaumba dunia aliiwaza moyoni, ilikuwa imesha kuwapo. Imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo, ni uhakika wa mambo yasiyoonekana. Kwa ina maana lazima uwe na imani ya uponyaji kama uponyaji. Nilikwambia siku moja, mtu akija hapa tunamwambia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Alafu tunamwambia unajisikiaje? Anakwambia nisikia kama nilivyozidi. Unajua kwa imani kuna Bwana Yesu asifiwe. Imani sio ya uombeaji. Imani ndio na imani gani ndani yako kwa ajili ya kupokea uponyaji. Bwana Yesu alipokuwa anatembea katika uso wa nchi, kuna sehemu nyingi akafanya miujiza. Na kufanya miujiza kwa sababu moja, watu walikuwa hawana imani. Ikiwa nyumbani kwao kule Galilaya, na huyu eti anaponya huyu. Sasa nikajiuliza, zaidi ya mara 17 katika maandiko matakatifu Bwana Yesu anasema kwamba walipoenda kumpelekea wagonjwa na wenye afya mbovu, wagonjwa na wenye matatizo, aliponya wote mara 17 kwenye Biblia. Lakini ile moja akasema katika mji wa Galilaya akuponya watu wengi kwa sababu walikuwa hawana nini? Pasipo imani haiwezekani kufanya mambo makubwa katika uso wa dunia. Pasipo imani haiwezekani kuweza kumpendeza Mungu. Ibrania 1:6 iko very clear. Somo la leo, imani kwa ajili ya uponyaji. Fungue pamoja kitabu cha Marko ile sura ya 5 mstari wa 21 mpaka 43. Naomba usikilize kwa makini, na kama unaweza kufuatilia kwenye skrini yetu waweza pia kufuatilia. Marko sura ya 5 mstari wa 21 mpaka 43. Nitasoma katika jina la Yesu. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Mstari wa 24. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu ukamfuata ukimsonga. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa na mengi mkononi wa matabibu wengi, amegharamikiwa vitu vyote alivyonao, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Mstari wa 27. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nimepona.
mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwili mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu aliyekifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka katikati ya mkutano, akasema, ni nani alinigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona mkutano unapokusonga-songa, nawe wasema ni nani alinigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hili. Mstari wa 33. Na yule mwanamke akaingia hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, mzima, usiwe na msiba wako tena. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka yule mkuu wa sinagogi. Yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwa nini kuzidi kumsumbua mwalimu? Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, amini, usiogope. Wala akumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohana ndugu yake. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia, wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia, akamwambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtwaa babaye yule binti, yule kijana na mamaye, wale waliokuwa pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo huyo kijana. Akamshika mkono kijana, akamwambia, talita kumi, talita kumi, talita kumi. Tafsiri yake, msichana, na kuambia, inuka. Mara akasimama yule kijana, akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Leo talita kumi inakuja juu yako. Tunaona mambo mawili yanatokea. Mwanamke ametokwa damu miaka mingi, akasema, nikigusa vazi la Yesu nimepona. Kilichomfanya aweze kupona sio kwa sababu aligusa vazi la Yesu. Kilichomfanya aweze kupona sio kwa sababu Yesu alikuwa pale. Kilichomponya ni nini? Imani. Imani. Nikigusa vazi la Yesu nitafanya nini? Nikienda kula meza ya Bwana leo, kifua changu kitapona. Nikienda kula mkate wa Bwana leo, wachawi hawatanigusa. Nikienda kufanya kitu fulani leo, nataka kunywa maji pale nje leo, nitakuwa nimepona. Imani unaijenga kwa kusikia. Imani sio kwa alikuwa anajenga, ila alikuwa anajenga imani kwa Bwana nani? Bwana Yesu. Kwamba akimgusa Yesu, kwa sababu alijua Yesu ana uwezo wa kuponya. Anajua anaponya. Nisikilize kwa makini. Atuongelee Yesu kwenye kitabu. Tunamwongelea Yesu ambaye yuko leo hapa kwa ajili ya kuponya. Mwingine akasema, nikienda madhabahuni nikapiga magoti nikagusa tu madhabahu nimepona. Mwingine akasema, nikienda nikagusa mimbari ambayo inahubiriwa nimepona. Amini katika mimbari, ila naamini Mungu anayehubiriwa katika mimbari hii anaponya. Kwa kuna namna unajenga msingi wa imani. Mara ya pili kuja mtu mwingine kwa Bwana Yesu ambaye alikuwa mkuu wa sinagogi, anaitwa Eros. Na anamwambia Bwana Yesu, mtoto wangu anaumwa. Bahati mbaya zaidi, wakati Yesu anaendelea kukuza kumponya yule mama, ghafla mtoto amekufa. Wanafanyaje? Yesu alimwambia lugha moja, natamani nishike kichwani, usiogope. Kosa kubwa la kwanza kwenye maisha ni kuogopa. Ngoja nikwambie, ugonjwa unaweza kuja kwenye tumbo. Ugonjwa unaweza kuja kwenye kifua. Ugonjwa unaweza kuja kwenye kichwa. Ya kupasa usiogope. Binti moja
kuna gazeti fulani, kichwa kikaanza kuuma siku ya kwanza, kichwa kikaanza kuuma siku ya pili, nikamwambia usiogope. Nikakumbuka maneno ya Yesu. Akaendelea kibao kidogo, usiogope. Unaamini kwamba Yesu anaweza kuponya. Nikamwona nijenge imani kupitia maji. Nikamwambia tunaombea ya maji. Na tulipoanza kuomba, alipoanza kuomba anasema alisikia kichwa kinabambuliwa. Anakuja kunishuhudia baada ya miezi 6 baadaye. Nisijue kama alipona. Bwana Yesu asifiwe. Ila imani yake katika maji tuliopewa. Akasema akasikia kichwa kinalia kando kinazidi kuuma. Lakini akaamini kwamba tulichokiomba ni sahihi. Usiogope juu ya matokeo ya hizo unayoona. Yawezekana unataka kujitana na mambo sio unafeli, lakini ulimuomba Mungu kwa ajili ya kutoa. Amini tu. Waweza kuamka asubuhi, kuna mara nyingi na shangaa kiungo chote kama kimekatika au mguu wote umekufa ganzi. Lakini ninachukua hatua ya imani kwamba siogopi na tukiona kwa kupigwa kwa Yesu mimi kwa unaweza kuona kile kabisa upande hivi katikisika, lakini unasema mimi nimepona kwa kupigwa kwa Yesu. Una wasiwasi kwa sababu una imani na Mungu na mwamini. Natamani mcheke imani. Yesu anasema Bwana wanadamu wanakuja, ataikuta imani duniani. Imani ndio chanzo na siri pekee ya kuweza kupona mwanadamu. Sasa tuangalie. Je, ni mpango wa Mungu mwanadamu waue? Tunasikia kwenye dini nyingine na dini nyingine wanasema kwamba kuua ni sehemu ya mateso ya Kristo. Najiuliza maswali. Hawa watu wanaelewa wanachosema? Mpendo katika Bwana. Ina maana mwanadamu Mungu alimuumba ana magonjwa. Sijaona sehemu Adamu amelala. Sijaona sehemu Eva amelala. Isipokuwa baada ya kutenda dhambi. Kitu ambacho Mungu alikiumba ni kitabu cha Kutoka. Tunataka tusome tuweze kushika pamoja. Sura 23. Kutoka sura 23. Mstari wa 25 na 26. Kutoka sura 23. Mstari wa 25. Mungu aliumba mwanadamu. Hakuwahi kumuumba katika hali ya mateso. Mungu alimuumba mwanadamu katika uzuri, na Mungu ategemei utaugua. Tutaangalia kwa nini tunakuwa tunaugua. Tutaenda kuangalia kwa undani zaidi. Kutoka sura 23 mstari wa 25 na 26. Sikiliza kwa makini. Natamani uelewe somo hili. Nani mtamtumikia nani? Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa katikati yako. Mambo matatu unatakiwa ili usio na magonjwa, uwe karibu na Mungu, kwa sababu uweponi kwa Mungu ugonjwa unakufa. Uweponi kwa Mungu hakuna ugonjwa unaweza kusogea. Anasema mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Kumtumikia Bwana maana yake nini? Kuomba. Kumtumikia Bwana maana yake kuja kanisani. Tunakuja kwenye uwepo wa Mungu. Kile kitendo cha kuingia kwenye kanisa na kutoka kwa Mungu na nguvu ya kuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Nani mtamtumikia Bwana? Kusoma neno la Mungu. Nani mtamtumikia Bwana? Kwenda kuhubiri habari za Yesu. Kwa usije ukasema Mungu atakuponya magonjwa na maradhi akati umtumikie. Kwa hiyo ina maana magonjwa na maradhi yote ni kwa sababu ya kutomtumikia Mungu. Hakuna ugonjwa ambao ni mpango wa Mungu, isipokuwa unapokuwa na tabia fulani ya kishetani, Mungu anaondoa ulinzi wake. Wewe ndio ugonjwa unaoingia. Tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa kuanzia wa kwanza wa 3. Kwanza tuangalie Mwanzo sura ya 3, tuangalie mstari kuanzia wa 3. Sikiliza kwa makini. Anasema, lakini
Labda tuanze mstari wa 2 tuweze kuelewana. Lakini wa 3 unatosha. Anasema lakini matunda ya ule mti wa bustani matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiale, msije mkafa. Kule nyuma tunajua Mungu alimwelekeza Adamu kuhusu mti ambao umepanda katikati, Mwanzo sura ya 2. Lakini tunaona hapa Eva anaelezea anachokijua. Kuna watu wanasema Adamu hakumwambia Eva. Sio kweli. Adamu alikuwa muungwana sana, alimwambia. Ila Eva akaingiwa na tamaa, anataka kuwa kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema kwamba msije mkafa. Ngoja nikwambie, huo ndio mwanzo. Kwa nini? Kwa nini tunakufa jeni? Kuna viungo vinapoteza nafasi yake. Ugonjwa ni sehemu kubwa inaobeba watu na kumaliza safari yao kabla ya wakati. Mstari wa 9, nataka tujifunze vitu fulani. Anasema, tuanzie mstari wa 8. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Mstari wa 9. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Mstari wa 10. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa. Woga. Unakumbuka Yesu akasema usifanye nini? Usiogope. Nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akamwambia, nani aliyekuambia? Nani aliyekupa woga? Nani aliyekupa woga? Nani alikwambia uko uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti uliokuagiza usiale? Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio matatizo yetu yalipoanzia. Hapo ndio shida yetu ilipoanzia. Hapo ndipo magonjwa yalipoanza kukamata maisha ya mwanadamu. Ilitokea Adamu amekosa ukaribu na Mungu. Ngoja nikwambie, unapoanza kuwa mbali na Mungu, unapoanza kuwa mbali na uwepo, naomba nikwambie, lazima magonjwa yatakuja. Kwa sababu hofu itakuingia. Hofu, umekuja ugonjwa, naweza kufa. Hofu, umekuja ugonjwa, hela zangu zitapataje? Hofu, umekuja ugonjwa, familia yangu itashinda. Jana tumepata msiba kwa kwetu. Mama yetu mmoja alikuwa amesafiri kwenda Morogoro, akawa ameacha wanasema mji wake kwa muda wa miezi kama 4. Alipokuwa amerudi, akakuta kijana ambaye alikuwa kwenye mji ameuza ardhi kipande. Alikuwa na nguruwe amewauza, alikuwa na mifugo michache ya kuku ameuza yote, alafu nyumba ni chafu. Kwa alipoingia sebuleni namna hii, anakuta ile hali, yule mama alichukua dakika 5 tuondoke, akafariki. Aliingiwa na hofu, akasema itakuwaje sasa maisha haya? Alikuwa na ndoto za kukuta kila kitu kiko salama, mambo yanabadilika. Hofu ni chanzo kikubwa cha magonjwa. Hofu ni chanzo kikubwa cha maradhi. Tumbo langu linaanza leo. Hofu. Badala ya kusema tumbo langu linaanza leo, kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Hata mara 100, kuna mtu mmoja juzi alikuwa anaongea na mimi akasema, kuna mtu alifuata ni pastor yao alikuwa anaongea kutumia mitandao. Anasema kuna mama alikuja akawa na kansa. Unajua kansa? Bwana Yesu asifiwe. Stage ya mwisho kabisa ni kansa ya sehemu ya choo. Kwa hiyo alipopata ile kansa, wakamwambia ana miezi 3 ya kuishi. Akaenda kwa kushuka kidogo kwa pastor yao choo. Akaambia pastor, nina miezi 3 ya kuishi. Kwa nini Mungu anataka kunipa adhabu wakati mimi nasali kanisani? Mimi natoa fungu la 10, mimi naimba na kwaya.
naomba niongee. Jamaa akaanza kuomba, akaomba. Baada ya wiki moja yule mama akarudi tena, akasema ndio wameniambia imeongezeka. Akaomba tena, baada ya wiki moja tena mama akarudi, akamwambia sasa niingia kwa kwenye kichwa. Akajiuliza Mungu manake nini? Akakumbuka imani moja kwa na kusikia neno la, akamfungulia kitabu cha Yakobo ambapo sasa na kitabu cha Isaya 53 mstari wa 5. Kwa kupigwa kwake mimi alichukua madhaifu yangu, akachukua magonjwa yangu, akachukua mateso yangu, na kwa kupigwa kwa Yesu nimepona. Akamwambia nenda nyumbani kwako, alafu andike hii mstari kwa siku 3 na kwa maombi ya kufunga siku 3. Andika mstari wa sana mstari wa 5. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona, alichukua madhaifu yangu, alichukua mateso yangu, nenda kaandike. Yule mama akawa mtii, akachukua daftari, akaandika daftari 15 kwa kupigwa kwake nimepona. Kisha baada ya siku 3 akafuata mchungaji, pasta nimerudi, hali yangu bado sio nzuri. Akaambia umesoma, umeandika nini? Umemaliza? Akamwambia ndio. Akaambia umeandika nini? Akasema nimeandika kupigwa Yesu nimepona, alichukua madhaifu yangu na msiba wangu. Akaambia wewe umepona hujapona? Akaambia Mungu nimepona. Kumbe ni mzima. Kumbe alipokuwa anasoma ile mstari tena kwa nini umefanya nini? Ila kichwani kwake ana ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuangalia anaona kama ana ugonjwa, kumbe alipoanza kuandika tu Mungu akamshauri ugonjwa. Kwa usipende kuangalia yanayotokea nje. Usipende kuangalia wanachosema wanadamu. Angalia Mungu anasemaje juu ya msiba wako. Mungu anaeleza nini juu ya yale matatizo ambayo unaweza kuyapata. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ukumbuke kinacholeta magonjwa na maradhi ni kitu kimoja: uwepo wa Mungu ukiondoka. Ayubu alijaribiwa, Mungu akaondoa uwepo wake. Alipoondoa uwepo wake, shetani akapata mlango, akamshughulikia. Uwepo wa Mungu ukiwa na wewe, haiwezekani ugonjwa wote ukaingia kwako. Na hata kama upo kwa sababu ya uwepo wa Mungu, ugonjwa unatoka kwa sababu unaogopa uwepo wa Mungu. Tunapoenda kumalizia, mpendo katika Bwana, kuna aina kama 3 za magonjwa. Kuna magonjwa yanayotokana na bakteria, wadudu na virusi. Umepewa mamlaka. Umepewa mamlaka ukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za uadui. Kuna magonjwa yanatokana na urithi. Hujawahi kupata mdudu, hujapata kirusi, lakini kuna urithi. Kwenu kuna ugonjwa wa moyo. Kwenu kuna ugonjwa wa sickle cell ambao ni laana. Kwenu kuna ugonjwa fulani ambao ni inawezekana ugonjwa wa kisukari. Huo ni ugonjwa wa aina nyingine. Lakini kuna magonjwa mengine zaidi ya mfumo wa maisha. Umeamua kuishi maisha kwa kufanya mazoezi, maana yake unaweza kupata ugonjwa wa moyo. Umeamua kula vyakula kama unaweza kula, maana yake unaweza kupata ugonjwa wa moyo. Kwa ni mfumo wa maisha, umeamua kwenda na mfumo huo. Sasa nisikilize. Lazima ujue chanzo cha magonjwa ni ili uweze kuona magonjwa yote. Kuna vyanzo vikubwa vingi vya magonjwa duniani. Kibiblia, sio katika namna ya kimwili. Magonjwa chanzo chake cha kwanza ni dhambi. Dhambi inaleta magonjwa. Na ukiangalia kwa makini, mtu ambaye anaishi katika dhambi lazima atakufa. Mika 6:13. Mika 6:13. Naomba tusome ili uweze kunielewa. Anasema Mika 6:13. Mika 6:13. Anasema kwa ajili ya hayo mimi nimekupiga pigo liumizalo sana, nimekufanyia ukiwa kwa sababu ya dhambi zako. Kwa chanzo cha kwanza cha dhambi ni ugonjwa, ni dhambi. Chanzo cha kwanza cha ugonjwa ni dhambi. Haiwezekani ukaishi katika dhambi au ukawa na dhambi
alafu ukawa mzima. Chanzo cha kwanza cha magonjwa ni dhambi. Dhambi zenu zimewatenga na uso wa Mungu. Naomba katika jina la Yesu, kama umeamua kuokoka, acha dhambi kabisa. Dhambi inamwadhirisha Mungu. Dhambi inamtesa Yesu Kristo mara ya pili msalabani. Na Biblia inasema mtu anataka kumdhihaki mwana wa Mungu na kumsulubisha mara ya pili. Naomba nikwambie, mapigo yake sio madogo. Mtumishi wa Mungu Paulo katika Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 5 akasema wazi kwamba huyu mtu alamanayo nampa shetani amtese kwa sababu amemdhihaki Bwana. Hata katika Timotheo 1 sura ya kwanza mstari wa 20 akawaachia baadhi ya watu wakateswe na shetani. Anasema bora mwili uteswe ili roho iende mbinguni. Dhambi ni mbaya. Dhambi ni mlango kwa ajili ya shetani kukamilisha kazi yake. Dhambi ni kujenga urafiki na shetani, unamwacha Mungu na kuomba. Acha dhambi. Usizoe dhambi. Usikubali kuishi katika dhambi. Mambo mengi utayakosa ya Mungu. Sisi hatuwezi kuona kanisani. Sisi hatuwezi kuchua maisha yako, lakini naomba nikwambie Mungu anakuona. Na Mungu ataondoa uwepo wake. Mungu hawezi kukaa kwenye dhambi kwa sababu ni mtakatifu. Lakini pia wewe ni hekalu la Mungu, na kwa maana hiyo maana kuishi katika maisha matakatifu ili Mungu aendelee kukaa ndani yako. Lazima kama umeamua kwenda safari ya mbinguni, useme hapana kwenye dhambi. Vinginevyo haijalishi na tutakuombea magonjwa yote. Kuna mtu mmoja tunamwombea juzi, ndio mtu mmoja kalipa macho. Anakuja hapa kuombea, anaenda kuombea kwa kienyeji. Alafu anategemea Mungu atafanya muujiza. Unaweza kuona dhambi ni laana. Na katika Biblia hii mwanadamu hajawahi kulaaniwa, ila shetani ametamkiwa laana. Ndio maana shetani mtu wahofu sana. Lakini Mungu hakumlaani mwanadamu pamoja na makosa aliyofanya. Kwa nini unaenda kwa mtu mwenye laana ili upate laana? Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, hapa tusome ile sura ya 28. Kumbukumbu ya Torati sura ya 28 kuanzia mstari wa 59 mpaka 61. Sikiza kwa makini. Kumbukumbu ya Torati 28:59 mpaka 61. Nasema ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yao ya ajabu, magonjwa ya ajabu. Sikiliza. Na mapigo ya uzao wako aishi kwako mpaka watoto wako. Anasema mapigo makubwa kwa kweli ya kudumu sana, na magonjwa mazito ya kudumu. Anasema mstari wa 60, naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako, yote uliokuwa unayaogopa, nayo yatambatana na wewe. Mstari wa 61, tena kila ugonjwa, kila pigo yasiyoandikwa, hata yale ambayo hayajulikana bado duniani, yasiyoandikwa katika Biblia. Anasema katika kitabu cha Torati, atakutia nao Bwana juu yako mpaka utakapokwisha kuangamizwa. Magonjwa ni laana, sio mpango wa Mungu upate magonjwa. Aina yoyote ya maradhi na magonjwa hadi ya Mungu kwamba atayaondoa. Unaposogea kwenye uwepo wa Mungu, hakuna ugonjwa unaweza kusogea na wewe. Ndio maana ninakwambia jenga mahusiano mazuri na Mungu. Huyu Mungu tunamtumikia, tukifanya kwa hekima na utulivu, analema kubwa. Ngoja nikwambie kitu kingine. Dhambi mbaya zaidi ni pale ambapo umeokoka, umemjua Yesu, alafu kwa makusudi unaenda kufanya dhambi. Biblia inasema kwamba Mungu ataacha magonjwa yaangamize mwili ya utoeshe ili angalau yako iende mbinguni. Kwa kuna magonjwa kwa sababu ya kushindwa kutii baada ya kuokoka, kuamua kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Mapigo yake ni mabaya. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 27, nisikize kwa makini anachosema mtumishi wa Mungu Paulo. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa
27 mpaka 32. Sikiza kwa mtu anachosema. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 27 mpaka 30. Anasema kila aulaye mkate huo. Sikiza kwa makini. Mkate manake ushirika. Yaani ukiamua kuwa mshirika na Yesu, anasema na kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, unakuwa na ushirika na Mungu isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Manake mapigo yote ya Misri juu yako. Ndio maana kuna watu ambao ni watumishi wa Mungu wamepigwa na kansa. Kuna watu na watumishi wa Mungu wamepigwa na ukoma. Kuna watu na watumishi wa Mungu wamepigwa na magonjwa mabaya ya tumbo. Ukimchanganya Mungu katika utumishi, mpendwa katika Bwana, lazima atakujia mabaya. Wala hakuna maswali. Anasema lakini mtu ajioje mwenyewe ili aule mkate na kukinywa kikombe. Anasema maana alaye na kunywa ula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Amna dhambi mbaya baada ya kuokoka kurudi kwenye dhambi. Mpendo katika Bwana, laana yake ni mbaya. Na rafiki yangu mmoja miaka nyuma, tulikuwa tunakuja nyumbani mwa Bwana kama hivi, tukampenda Mungu pamoja. Baada ya Mungu kumpa neema za pesa zikawa nyingi mfukoni, akakumbuka kwamba aliacha vitu Misri. Akaanza tabia ya uzinifu, akaanza tabia ya ulevi. Haikupita miaka 3 akabeba ukimwi. Haikupita miaka 3 akabeba magonjwa mengine mengi. Haikupita muda akaanza kulazwa. Haikupita muda akaondoka kutoka nyumbani kwake na akafa kifo kibaya akiwa kijana mdogo. Roho yake aliweza kutubu mwishoni, lakini mwili uliahidiwa kwa sababu ni hekalu la Roho. Roho Mtakatifu akiondoka, maana kinachobaki ni makapi. Yale makapi, ugonjwa wote ukiingia waweza kushughulikia. Natamani Biblia inasema kwamba ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Natamani baada ya kumjua Mungu mtamu, usirudi nyuma. Usikubali kutenda dhambi tena. Amua kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu daima, kwa sababu yeye ni mwaminifu, na ndipo atakapokuondoa katika magonjwa yote. Sababu ya pili, nikwambia sababu ya kwanza ni dhambi. Mambo kumbuke sana. Sababu ya pili ni kukosa maarifa. Ndio maana mtu akiwa ameokoka akaamua kujirusha kutoka ghorofa ya 50, ukaenda pale mjini, ukaenda ghorofa kubwa mjini pale inaitwaje? Pale Dodoma West Hotel, ukajitupa kutoka juu, ukasema mimi Mungu ananilinda, sina matatizo, utapona? Bwana Yesu asifiwe. Kukosa maarifa. Hosea 4 mstari wa 6. Hosea 4 mstari wa 6 anasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Anasema kwa sababu umekataa maarifa, na mimi nakukataa. Maarifa ni njia mbalimbali za kumsaidia mwanadamu kuweza kuishi. Kwa nini tunavaa viatu? Kwa sababu tukitembea katika viatu tutakanyaga miba. Tukitembea katika viatu tutakanyaga wadudu wabaya. Unavaa viatu sio kwa tukiamua kutembea kwa miguu alafu ukaona miba ukanyaga wadudu wabaya kwa sababu ndio imani. Na huo ni ujinga. Kwa sababu nyingine ya magonjwa mengi, unaweza kuwa umeokoka lakini una ujinga. Mfano nilikuwa naongea na mtu mmoja, ametoka kufunga, kaagiza liwali zaidi ya sahani moja, kaagiza sinakuku, kaagiza na soda, Coca-Cola nzito, alafu anashushia kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya miezi 3, yule mtu akawa kama tembo. Muda sio mrefu, moyo unaanza kufanya kazi yake. Tukamwombea, hakuna kitu. Ndio maana kuna watu wanaweza kusema ameacha uzinzi, anaanza kwa ameacha tabia ile mbaya, lakini anapenda kula. Bado ni dhambi. Kwa hiyo tunaongea habari za kuwa na kiasi, lakini tunaongea kuhusu maarifa. Mathalan, unaweza kutumia kitu kidogo tu, hata maji ya tangawizi, maji mengine ya kawaida, sio kama ni dhambi. Ni maarifa.
Mungu amempa mwanadamu maarifa. Sehemu ina baridi, unaenda kulala, alafu una koti, unaweka koti pembeni, unasema nalala kwa sababu na imani. Huo ni ujinga na sio imani. Mungu amekupa maarifa. Maarifa Mungu anategemea utatumia kwa akili zako zote ili kuweza kujinasua. Ndio maana nasema wazi kwamba watu wangu wanaangamizwa. Kuangamizwa maana ni magonjwa, maradhi na matatizo mengine mengi, ikiwa watu wasio kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umekataa maarifa, mimi nani nimekukataa wewe usio kwa mimi? Kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako, mimi nani nimekusahau watoto wako? Mimi nitawasahau watoto wako. Maarifa ni kitu kibaya kukosa. Maarifa ni mchuzo au madogo madogo tu. Wanahitaji shida. Uponyaji, nimekwambia kwanza ni dhambi. Ya pili, inawezekana usiwe na dhambi lakini bado mgonjwa kwa sababu una maarifa. Utendi dhambi lakini unakula ovyo, una maarifa. Utendi dhambi lakini unafanya mambo ambayo sio sahihi, una maarifa. Mungu akutupa roho ya ujinga, alitupa roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya ufahamu, roho ya ujuzi. Ndio roho ambayo tunaenda nayo. Na mara nyingi maarifa Roho Mtakatifu atakupa, ila ukiyakataa hiyo kwako. Ukiyakataa hiyo ni kula kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ukivuta sigara utapata kansa ya mapafu, umekosa maarifa. Ukinywa pombe kuna uwezekano mkubwa ukaweza kufanya mambo ya aibu. Ukivuta bangi, hata ukasema kwenye Biblia hamna bangi, mimi nitavuta, akili yako lazima itafyatuka. Maarifa. Kwa kuna vitu vingi Mungu ameviweka kwa ajili ya kupata maarifa. Unakuwa unalala kila saa, ufanye mazoezi, ugonjwa wa moyo, umekosa maarifa. Ni maarifa tu. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja alitoka kufunga siku 40, akaenda kupakia mkate mkavu. Baada ya siku 3 wakamlaza hospitali. Utumbo wote ulikuwa unatoa damu, anaenda chooni damu, kinyesi damu. Amekosa maarifa. Alikuwa na nia nzuri ya kumtumikia Mungu. Ni lazima uwe na maarifa ya mambo mbalimbali ili uweze kupona. Jambo la 3, kwa nini watu wanapata magonjwa? Nimekwambia la kwanza ni kubwa, ni nini? Dhambi. Lakini kwa wengine hawatendi dhambi, bado wanapata magonjwa, wamekosa maarifa. La 3, la msingi sana na la muhimu sana, watu wanapata magonjwa kwa sababu ya uonevu wa shetani. Shetani huwa anakuja usiku, anapanda ugonjwa. Mbegu ya ugonjwa inaanza kukua unapokuwa na uoga, unapojenga uoga. Bwana Yesu akamwambia yule Jairus, akasema kwamba usiogope, wewe amini tu. Ndio maana Timotheo, Paulo akamwambia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 1:7, Mungu akutupa roho ya uoga. Ukiona una roho ya uoga, magonjwa yote yanakuja. Kuna mtu akiingia simu, akaona vitu vinapita kwa wadudu, tayari kwenye moto na simu. Roho ya uoga. Akiona sisimizi sehemu, akiona nene sehemu, mwili wote unateka. Roho ya uoga inafungua mlango kwa ajili ya shetani kukamilisha kazi yake. Bali ametupa roho ya upendo, roho ya kiasi na roho ya ujasiri. Hayo ndio mambo makubwa yanayosababisha magonjwa kwenye maisha ya mtu. Ninakuomba tunapomaliza ibada jioni leo, imani kwa ajili ya uponyaji ni kuchukua hatua, kwa maana imani huja kwa kusikia. Ninatamani neno hili likae katika moyo wako, ukajipinga na kujizuia na vitu ambavyo vinaweza kuletea magonjwa. Au kama unavyo tayari, basi achana navyo. Dhambi. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee ili kila muamini. Dhambi ikamtoa mwana wa Mungu. Leo kurudia dhambi ni kosa kubwa kwa Kristo. Jambo la pili nimekwambia ni kupata maarifa. Pata maarifa ya mambo mengi yatakusaidia.
atusaidie. Na mwisho nimekwambia maonevu ya shetani. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Matendo ya Mitume 10:38 anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta na nguvu, naye akatembea huku na kule akiponya wote walionewa na ibilisi. Shetani ni mwonevu, unaweza kuanzisha biashara akaikalia juu kama umejipanga vizuri. Na shetani ni kama hizi. Unajua unaweza kuwa umekaa hapa, unafanya kazi yako, unapata hizi anakuja. Mara mmoja wa pili. Mara watatu, mara wanne, mara watano. Hata kwenye chakula unaweza kupeleka chakula mezani. Wakaanza kuja watoto au wakaja hizi, alafu unaangalia. Ndicho shetani anachofanya. Yeye anakuja kujaribu tu. Alafu kiendelea kuacha unazidi kuja wengi. Anakuja kuonea. Ila ukitamka neno, ukampiga ibilisi, ukatafuta kitu cha kufukuza walezi, ukafukuza wale wadudu, shetani ni mwoga. Anajua kwamba wewe umepewa mamlaka kinyume cha nguvu zake zote. Hana nafasi. Kwa kama una magonjwa ya jioni leo, sio mpango wa Mungu. Una mbinu zote tatu. Ya kwanza, tubu dhambi. Ya pili, mkemee shetani. Ili la tatu, badilisha mfumo wa maisha. Wala unahitaji kwenda kuombewa sehemu yote. Badilisha mfumo wa maisha. Ukiwa na kilo 500, akati unafikia kuwa na kilo 100, punguza kilo. Unahitaji kuombewa kwa ajili ya kupunguza kilo. Ukiwa huwezi kula vizuri, muombe Mungu akupe pesa uweze kupata namna ya kula vizuri. Ninaongea juu ya uponyaji. Kwa sababu yote lazima usimame pamoja. Tusimame. Unaweza kufanya, unaweza kutenda makubwa zaidi. Hebu ongea na Mungu wako chini. Unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niwazavyo. Unaweza kufanya, Sema Baba katika jina la Yesu. Sema Baba katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa sababu ya nguvu zako na kuponya na ukombozi. Asante Bwana. Nainua mikono juu kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye amefanyika patanisho la mimi na wewe katika jina la Yesu. Sema mimi sako, taja jina lako. Mimi sako naamini kuwa Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu alinipenda mimi hata akamtoa mwana wake wa pekee, na kwa namna hiyo nimemwamini, nina uzima wa milele. Ewe ugonjwa ndani yangu, unatokea wapi? Toka, toka, toka kwa jina la Yesu. Tulia. Kama kuna chochote kilikuwa kinakuuba, jua kinaachia sasa. Kuna nguvu ya Mungu iko mahali hapa kwa ajili ya kuponya tayari. Kuna moto wa uponyaji unatembea.
Hakuna ambaye ataondoka na ugonjwa jioni leo. Sema, Baba, katika jina la Yesu, naamini kwamba kwa kupigwa kwa Yesu mimi sako nimepona. Alichukua udhaifu wangu, akabeba magonjwa yangu, na kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Mimi sako naamini kwamba Yesu Kristo aliteswa msalabani, akazikwa na akaenda kuzimu, akamnyang'anya shetani funguo, akanipatia mimi funguo za uzima. Maana mamlaka nimepewa kinyume cha nguvu zote za ule adui, na hakuna litakalonitisha. Hivyo ninaamuru maradhi, ugonjwa, aina yoyote ya mateso katika mwili wangu, ng'oka, 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 ng'oka kwa jina la Yesu. Pokea dozi, pokea nguvu hiyo. Sema, naamini kuwa Yesu Kristo mwana wa Mungu alifufuka katika wafu, nami pia nimefufuka pamoja na Yesu. Mimi sako siwezi kutenda dhambi kwa sababu nimefufuka na Yesu. Dhambi haina sehemu ndani yangu. Aina yoyote ya mateso ya dhambi, dhambi ya zinaa, dhambi ya uchafu, dhambi ya pornografia, dhambi ya masturbation, ninakuamuru kufa jioni leo, kufa jioni leo, kufa jioni leo, kufa jioni leo katika jina la Yesu. Kuna nguvu inapita. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Kuna neema inapita ndani yako. Usiogope, maana Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na ile nguvu inamuondoa shetani katika maisha yako. Sema, Baba, katika jina la Yesu, mimi sako nasogea msalabani, napiga magoti. Bwana, ninatubu dhambi zangu ambazo nimekutendea kinyume cha mapenzi yako, kwa kunena, kwa kusema, kwa kuwaza, kwa kutafakari, hata kwa kutenda. Baba, naomba unisamehe. Natubu kwa moyo wangu wote. Bwana, nihurumie. Baba, nihurumie. Unajua dhambi gani nakusumbua? Ongea na Mungu wako dakika chache. Una nafasi. Rabo sekelebosh. Riga bakari roboshaba. Usikubali kuondoka na dhambi mahali hapa. Rako masekoria rabo. Rabashia rebo saka yenteleba. Rigo bakari robosa. Epo ya rabo. Meka ya robosh. Rako bakazia robosh. Sema, Baba, naomba unirehemu, naomba unirehemu. Usikumbuke dhambi yangu, najutia dhambi yangu. Nimekuasi, nimekuudhi wewe, naomba unisamehe. Najua Bwana, magonjwa mengine yametokana na dhambi yangu. Jioni ya leo mimi sako natubu dhambi zangu zote. Bwana, nisamehe, nioshe tena upya, nipokee kwako. Uwepo wako Bwana usiondoke maishani mwangu. Nisaidie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema, Baba yangu, ninaomba jioni leo dhambi yoyote ambayo inanizinga upesi, kufa kwa jina la Yesu. Mzizi wa hiyo dhambi ng'oka ndani yangu, ng'oka, ng'oka, toka. Nyosha mikono yako, ambie, Roho Mtakatifu,
Mimi sako inakuhitaji. Ingia ndani yangu, tabaraki Bwana, tawala maisha yangu kwa upya. Saidia katika jina la Yesu. Kuna nguvu inatembea. Usiache, gusa hilo vazi upone. Usifanye mazoea ukaweka moyo mgumu. Ni wakati wa kupona, wakati wa kuwekwa huru, wakati wa kuachia. Kubali kuachiliwa leo. Yesu atabeba mzigo wako, nawe utaishi kwa ushindi. Kuna nguvu ya Mungu inatembea chini. Pokea uponyaji wa Bwana. Pokea uponyaji wa Bwana. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakiri kuwa kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Yawezekana na ugonjwa kwa sababu ya dhambi, lakini umenisamehe, hivyo nimepona. Yawezekana na ugonjwa kwa sababu ya ujinga. Bwana, kama ni ugonjwa wa ujinga au maonevu ya shetani, jioni ya leo kwa kupigwa kwa Yesu, ewe ugonjwa, kufa kwa jina la Yesu. 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 Kuna nguvu inatembea. Usiache kupita. Kuna moto unatembea. Usiwache kupita. Ukaribishe ndani yako na utakusaidia. Sema, Baba, katika jina la Yesu naomba, naponyosha mikono juu. Bwana, nguvu ya moto wa Roho Mtakatifu ya uponyaji iingie kwenye mikono yangu. Moto! 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 Katika jina la Yesu. Nguvu ya moto ingia kwenye kichwa changu. Vunja magonjwa, vunja maradhi katika jina la Yesu. Moto tembea shingoni mwangu. Moto ingia kifuani kwangu. Moto gusa moyo. Moto gusa bandama. Moto gusa kokosho. Moto gusa figo katika jina la Yesu. Baba, nakula moto, moto wa makaa ya mawe, moto wa uponyaji katika jina la Yesu. Pokea moto. Sema, moto wa makaa tembea tumboni kwangu, haribu kila mbegu ya magonjwa katika jina la Yesu. Moto tembea katika uzazi wangu, haribu kila utasa katika jina la Yesu. Moto tembea kwenye miguu yangu. Moto tembea kwenye uwayo. Baba, napokea uponyaji. Mimi sako napokea uponyaji. Pokea uponyaji sasa. Anza kumshukuru Mungu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu.
aina yoyote ya mfupa ambacho kimeharibika kwa njia ya kawaida, kwa njia ya maonevu, kwa njia ya mapepo, ninaamuru leo, ewe kiungo changu, pokea uzima katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama umekuja jioni leo na unaumwa sehemu yote, shika sehemu moja. Kama ni mwili wote, shika kichwa. Kama unaumwa chochote, shika pale unapoumwa. Sema moto, moto wa uponyaji, gusa kiungo changu hiki. Moto, moto, moto katika jina la Yesu. Sema maneno yote ya shetani, noka. Sema Baba, kama kiungo kinahitaji kubadilishwa, naomba unipe spea, rekebisha ugonjwa wangu, nirejeshe uzima katika jina la Yesu. Amen. Jioni leo umechukua hatua za msingi kwa ajili ya kujiunganisha na Mungu. Naomba sasa tuweze kwenda kuomba kwa ajili ya Bwana. Najua unaweza kufikiri taifa na Roho Mtakatifu anataka nyingine. Wakati mwingine anajua kumsikiliza anasema nini. Kwa baada ya kuwa vizuri sasa na kungamanisha na mbele za Bwana kwa ajili ya usiende kwenye dhambi tena. Kwa ajili ya magonjwa yasirudi tena. Kwa ajili ya kudhibitisha hali ya Mungu. Maana mbele za Bwana ni kukungamanisha na Yesu Kristo. Ili kwamba chochote chopokea shona na kuja kutubu usirudi nyuma tena. Kinaenda kukamilisha uponyaji ambao Mungu alianzisha ndani yako. Tuombe. Baba, jioni leo umetuita kwenye kalamu yako, kalamu ya meza ya Bwana. Tunaomba mkate huu ambao umetengenezwa na mikono ya wanadamu, pokea moto wa kubadilika kuwa mwili wa Yesu kwa ajili ya uponyaji wa watu. Tunaomba divai ambayo imetengenezwa na mikono ya wanadamu, pokea moto wa mabadiliko kuwa damu ya Yesu kwa ajili ya agano jipya. Baba, watu wako wanapoenda kushiriki, ninaomba kila mmoja akasimamia agano, akasimamia ahadi zako, aanze upya tena na Yesu Kristo, akapate kusimama, magonjwa akawe mbali naye, bali uzima wa milele ukatiririke kwenye maisha yake. Tunatakasa na kuweka wakfu chakula hiki. Baba, ukibariki kwa ajili ya afya na uponyaji wa watu wako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Amen. Naomba tupite tuweze kuchukua. Unapotaka kuchukua tuje kupita, jiulize, alafu sema napoenda pale nataka kupona kitu fulani, nataka kuwa na uzima, nataka ushindi. Usiende kwa kawaida, usichukue tu mwili na damu ya Yesu kama kawaida. Nenda kwa imani. Damu ya Yesu
rabosha bakaria rabosi. Reka bakaria raboshi. Reko bakaria rabosha bakaria rabosi. Rako maria rabosha bakaria rabosi. Katika jina la Yesu. 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 Sema Baba yangu na Mungu wangu, nimefanya makiri makuu leo. Sema mimi Sako, taja jina lako. Mimi Sako, ikiwa na akili timamu, ninakubali kushiriki mwili na damu ya Yesu kama ishara ya kuungamanika kwangu na mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Nguvu yoyote ya giza haina mamlaka tena juu yangu. Magonjwa aina yoyote hayana mamlaka tena juu yangu. Maonevu yoyote ya shetani hayana nafasi tena juu yangu. Kuanzia leo mimi ni kiumbe kipya, ninatembea katika nuru ya Bwana katika jina la Yesu. Amen. Nashiriki chakula hiki ambao ni mwili na damu ya Yesu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mambo ushiriki. Tuseme pamoja sana. Baba yetu uliye mbinguni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu ya kila siku, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, bali utuepushe na uovu. Kwani wako ni ufalme, nguvu, tukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Amani ya Kristo iende pamoja nanyi. Damu ya Yesu ikaendelee kuwatakasa na kuwaponya mioyo yenu. Mkapokee kile ambacho Bwana amewekea kwa ajili yenu katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana.